Mtatukubaliana na sisi tuungane tuunde serikali? Wangapi wanakubaliana tuungane sisi wote? Asante sana. Mambo matatu. Wananchi tuko hapa sio kwa msaa ama kwa sababu hatuna mambo ya kufanya. Nchi yetu inaendelea kuanguka na kwenda mahali babaya. Ukiona kiongozi anakuwa mchana hadharani na wakora kwa town, ndani ya town, wewe mwananchi wa kawaida kweli una usalama? Hapana. Na hatuwezi kukubali maneno kama haya. Mambo mengi yamezungumzwa kuhusu hii SHA. Na walimu muelewe, nilikuwa waziri wa elimu. Si mnajua? Tulilimana hapo wakijaribu. Hawezi kucheza hii mambo, tunaweza kuwapanga. Si mnajua hivyo? Tunaweza kuwanyorosha na tuko tayari kunyorosha nchi hii yetu. Sasa hiyo maneno ya medical cover ya walimu, budget allocation yao ni 17 billion. Wakati ule uliopita, kama kweli hawa ndugu zetu wako kwa uongozi, ni watu wa kusimamia ukweli, waambie walimu hadharani hiyo cover ilipewa nani na ilifanyika nani. Wakubwa wa serikali ndio wanahusika na ufisadi wa kuhujumu walimu. Na ninawaomba walimu wote mahali popote waliko Kenya hii, kama mnataka maisha ya elimu yetu na kila kitu ibadilike, sisi tuko tayari kutoa uongozi bora na kunyorosha elimu ya nchi yetu ya Kenya, tukishirikiana na hawa viongozi wote. Pili na mwisho, nataka kuwaomba wale wakubwa wa serikali. Sisi tunaheshimu serikali na tunaheshimu sheria, lakini haiwezi kuwa kwamba viongozi wa upinzani tu ndio tunatakiwa kuheshimu sheria. Wao pia waheshimu hiyo sheria na wajue hivi, unaweza kulipa wakora leo, unaweza kupanga watu wapiwe kwa sababu wewe uko kwa madaraka, lakini tuulize sisi wote tuko hapa. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka alikuwa naibu wa rais, mimi nilikuwa waziri wa usalama, huyu alikuwa speaker na attorney general, Rigiji hapo alikuwa deputy president. Tumeshikilia hizi ofisi, tunajua kwamba ukifanya hii kazi unaifanya kwa niaba ya wananchi, na kuna wakati moja wakati wananchi wakisema sasa hii mambo imeisha, enda pande ingine, unaondoka. Na wao wajue kwamba kwanza hawa ambao wako kwa uongozi, wananchi wamefika mahali wamechoka na uongo na uporaji wa nchi yao, wanataka tubadilishe uongozi. Nyinyi matu mnataka tubadilishe uongozi wa nchi? Nionyeshe wale mnataka tubadilishe uongozi wa nchi. Na tunataka kubadilisha kwa sababu kazi imeshinda, na mimi nimekuja hapa leo kwa niaba ya hao wenzangu na wanachama wa Jubilee Kenya mzima. Na mnajua party leader wetu ni Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru alifanya kazi ya kufanya kazi. Uhuru alileta Linda Mama. Uhuru alipeleka pesa kwa shule free primary education. Uhuru alileta usalama. Sasa chama chetu tunataka sisi turudi kwa serikali, tuendeshe ile kazi tulikuwa tunafanya ikiongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ili nchi yetu iendelee mbele kwa ule mkondo tulikuwa wa kuendesha nchi yetu mbele. Tafadhali wananchi tuungane. Na mkubali tuungane. Hili ndilo mimi ombi langu la mwisho. Wananchi mkubali tuungane sisi kama viongozi. Lazima tushikane kwa sababu hii safari haiwezi kuwa ya mtu moja. Sio mimi Fred Matiang'i tu nitaweza kwenda mbele nisaidie nchi. Sio Kalonzo Musyoka peke yake anaweza kwenda mbele asaidie nchi. Lazima tufanye kazi sisi wote pamoja. Na wakati tutakapoungana, tuamue tumeungana kutetea na kukomboa nchi yetu. Tunaomba wananchi musigawanywe na porojo na mambo mengine. Na nyinyi muungane na sisi tukomboe nchi yetu. Tumekubaliana wananchi? Thank you. Wangapi wanasema tutaungana pamoja? Asante sana. Thank you. Nitamwita sasa kiongozi wa chama cha DAP Kenya, mtoto wa Ingo, alikuwa waziri pia wa ulinzi na wa maji, Eugene Wamalwa. Thank you. Very briefly. Very briefly. Matu oye. Asanteni sana. Mimi si mgeni hapa Matu. Mimi nilikuwa bungeni, my best friend walikuwa kutoka Ukambani. Jamaa mmoja alikuwa anaitwa Charles Kilonzo. Bado yuko? My brother, how are you bana? Na tulikuwa tunakuja kula vitu, kulikuwa na hoteli nzuri sana hapa Matu hapa.
kwa nakula vitu yetu hapa, lakini pia tulikuwa tunakuja hapa kwa kazi. Walikuwa nakunywa maji, uji ile ya wazee ile, lakini zaidi nilikuja hapa nikiwa waziri wa maji. 2015 Uhuru alinituma hapa sababu tulijua shida kubwa Ukambani ni nini? Si ni maji. Na ndio sababu tulisema ile Yatta Canal tulileta 2.1 billion huo mradi. Tukasema tena damu ya Yatta, tukasema damu ya Thwake. Tulikuwa serikali iliyokuwa inaangalia shida ya watu na kuwashughulikia. Lakini hii serikali iliyoko sasa wako tuko mambo ya kupora. Walisema bottom up, pesa mfukoni. Watu wa Matu wameweka pesa mfuko wenu. Sasa pesa hawakuambia ni mfuko wa nani. Pesa yote sasa iko kwa mfuko ya nani? Kasongo. Vijana wako wampachikana na milioni 500 jamani. 500 million. Pesa wameiba, wameficha kwa nyumba zao. Na ninyi mnaumia hapa. Leo tuko hapa kusema tuko tayari kukomboa taifa letu kutoka kwa